watatu wanasema yafaa kumwoa Kristo, na ikiwa yafaa ni mpaka slim, na si mpaka slim unamwoa vipi? Hili ni swala lina maelezo marefu sana. Kwa ufupi, Allah subhanahu wa ta'ala amejuzisha kuoa ahlul kitab. Naona kule yule mpaka atakufuata sasa. Nafahamu ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia kuoa ahlul kitab, watu waliopewa kitabu ambao ni Mayahudi na Manasara. Sawa, tumehalalishiwa sisi Waislamu kuwaoa wao. Suala lililopo ambalo linaleta utata, je, hawa tulionao leo wale Mayahudi walioko kule Uyahudi, kule wale Mazayuni wale ni Mayahudi, na hawa Manasara walioko katika miji yetu hawa Kristo ndio hawa Manasara? Sawa, ndio mzozo uko hapo. Sasa maelezo yake ni marefu, lakini sasa yote hayo kilichotajwa pale, wal muhsanatu minal mu'minat uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba min qablikum wa ta'amukum hillun lahum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Kwa hiyo wale wanawake wenye kujichunga katika ahli kitabu ambao hawafanyi ufasiki, si wanawake waovu katika ahli kitabu, hilo ni sharti kwamba awe ni katika awe ni muhsana, asiwe fasika fajira zania, asiwe hivyo. Lakini pia baadhi ya masahaba wakilizungumzia hili kwamba wanawake wa Kiislamu wako wengi, kwa nini msioe wanawake wa Kiislamu? Sawa, hii ruksa imekuja, pengine mtu yuko katika dar kufra, anaishi huko na amedharurika katika hali kama hiyo, hana namna, hana mwanamke wa Kiislamu wa kumuoa, hakuna maslaha yoyote yaliyo na nguvu ya kumuoa mwanamke huyo, lakini hana namna, basi atamuoa ahlul kitabu kwa sababu mlango umeruhusiwa, lakini awe ni muhsana. Lakini pia aangalie maslahi ya watoto wake na familia yake, maana isije ikawa sasa ni masala ya kugawana watoto, huyo tu Muhammad anifuata wangu aitwa John, sawa, kama tutagawana, hakuna jambo hili. Sasa watu wengi katika wakati wa sasa kuharamishiwa jambo hili ni bora zaidi kuliko kuhalalishiwa kwao, lakini Kiislamu hasa yafaa kuoa ahlul kitabu. Sawa, sasa ikhtilafu imekuja, je, ndio hawa au sio? Hoja zote zile zinazotajwa miongoni mwa mashaikh ambao wametaja kwa kutoa hoja ni Sheikh Abdullah Salih Faris katika tafsiri yake akatoa maelezo haya, akasema hawa sio Manasara, hawa ni wamisheni hawa. Akataja hoja pale, zile hoja zote zimejibiwa na wanawachuoni, zote zimejibiwa kwamba hawa kwanza kitabu wanachofuata kimebatilishwa, kimefutwa, kimebadilishwa. Waambie hata wale pia kitabu kilibadilishwa. Hawa sio wale kile kizazi chenyewe, hao walifuata Ukristo tu. Waambie kuna Wakristo wa Kiarabu walikuwepo. Kuna watu katika Waarabu walitanasar wakawa ni Manasara. Sawa, hawa sijui wanakula nguruwe, hata wale walikuwa kila nguruwe. Sawa, kuna mambo mengi yanatajwa hili, lakini yote yamejibiwa na Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mke wake katika wake zake ni Mkristo, la ilaha, kwa ni Mkristo kama ni Mnasara. Sasa kama utaoa kwa maslaha ya kwamba pengine huyu atakuja kwenye Uislamu, na hakuna wanawake wa Kiislamu wa kuoa katika nafasi sehemu hiyo, waona kwamba huyu kimwoa atakuja katika Uislamu moja, lakini pia mazingira nilionayo hakuna wanawake wa Kiislamu, alafu ni muhsana, ni mtu mwenye kujichunga na mambo machafu. Sawa, kwa hiyo kuna maelezo marefu katika hili, tushalizungumza jambo hili siku za nyuma, lakini tukipata wasaa tutalizungumza kwa uzuri kabisa. Lakini mimi siwashauri vijana wa Kiislamu kurupuka na kuoa Wakristo. Wewe wataka kizazi chako kiwe cha Kikristo, kifa leo mama yao Mkristo, watoto wote watakwenda kanisani.
Sasa kuna kheri hapo? Na alafu wale kitu kingine walikuwa wamezungukwa na daula, wale wasiokuwa waislamu wamedhibitiwa na serikali ya Kiislamu. Kwa hiyo hawawezi kuwaritadisha wale watoto. Wewe unaishi katika nchi ambayo kuna uhuru wa kuabudu. Wewe mwenyewe Muislamu, baba Muislamu, mama Muislamu, pengine mtoto karitadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Wewe usijiingize kwenye mtihani huo kwenye kizazi chako. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.